Mwanaume mmoja alitupa chupa ya maji ya kunywa ndani ya beseni la shaba. Sekunde iliyofuata, mamia ya chupa za maji zikatokea ghafla ndani ya beseni. Mwanaume alifikiri labda anaona mambo yasiyo ya kweli, hivyo akaamua kujaribu tena. Akatupa paketi moja ya tambi za papo hapo instant noodles ndani ya beseni, na cha kushangaza, mamia ya paketi za tambi zikaonekana mara moja. Ndipo mwanaume akatambua kuwa beseni hilo la shaba lilikuwa hazina ya ajabu. Ili kupata faida kubwa zaidi, alitumia akiba yake yote kununua dhahabu moja ya baa, kisha akaweka ile dhahabu ndani ya beseni. Sekunde iliyofuata, mamia ya baa za dhahabu zikatokea ndani ya beseni. Mwanaume alijaa furaha sana kwa sababu dhahabu hizo zilitosha kumfanya aishi maisha ya kifahari milele, lakini ghafla aligundua tatizo kubwa. Namba za utambulisho kwenye baa zote za dhahabu zilikuwa zinafanana. Hivyo kama angeziuza hivyo hivyo, watu wangegundua mara moja kuwa kuna tatizo. Hivyo akaagiza vifaa vya kuyeyusha dhahabu. Akayeyusha baa zote na kuzifanya kuwa kipande kikubwa kimoja cha dhahabu. Baadaye akakiuza kwa mwanamke anayenunua dhahabu. Mwanamke alipokiona, alishangaa sana. Hakuwahi kuona kipande kikubwa cha dhahabu kama hicho maishani mwake. Baada ya kuuza dhahabu hiyo, mwanaume hakuanza kuishi maisha ya anasa. Badala yake alitumia pesa nyingi kujenga nyumba salama sana, safe house. Kisha akanunua seti 100 za nguo nzito za baridi na pia chakula bora sana. Sababu ya kufanya yote hayo ilikuwa ya ajabu. Mwanaume huyo alikuwa mtu aliyerudi nyuma katika muda, reborn. Alikuwa anakumbuka vizuri kuwa baridi kali ya maafa ingekuja duniani baada ya siku chache. Siku alipomaliza kununua kila kitu na kutoka kwenye maduka, aliona kuwa theluji tayari ilikuwa inaanza kunyesha na hivi karibuni angeweza kuwa mtu pekee aliyenusurika katika mwisho wa dunia. Kama umeipenda video hii na ungependa kuona video nyingi zaidi kama hizi, hakikisha unafollow ukurasa wetu wa Tom Stats. Usisahau kulike, share na kucomment ili watu wengine pia wapate kufurahia maudhui kama haya. Asante sana kwa kutazama na karibu tena kwenye Tom Stats.